Hii shule ni mojawapo ya shule za serikali, lakini hawajawahi pata mkao tangu yaanzishwe. Mwanafunzi hajawahi pata mkao wa serikali. Ndiposa tuko katika hii hali, na mwaka ujao tutakuwa na darasa la 9 ambalo tutapata hata darasa, kwa sababu serikali imeamua inatuchengea madarasa 8, lakini inaenda kwa mwendo wa polepole kuchengwa. Tunaomba mwanakandrasia achumuike, at least akakamuke, afanye haraka tuone kama wanafunzi wataingia kwa hizo madarasa mwaka mpya. Hata hii vitu imepotea. Tungekuwa na jombo na chengo maalum lile na msingi dhabiti, havingeipiwa, vingekuwa vingali ndani, kwa sababu ni mahali pa mta tu, haikuwa darasa za wanafunzi kaa ndani, na ni darasa zile ziko riski sana, zinahatarisha hata maisha ya wanafunzi, kwa sababu wakati wa mvua ni baridi mingi, tuna floods kwa hizo darasa. Wakati wa jua ni choto mingi, tuna choto mingi, na darasa zenyewe ni ndogo sana na wanafunzi ni wengi. Hii shule ilianza mwaka wa 54, 1954, na ikaja ikatitimia ikafa, na kanisa la Friends African Mission likaifufua. Serikali ikakubali ikarejesta tena shule, ikachukua shule kama yao, na nimekuwa hapa kama mwalimu mkuu kwa miaka 3, na kila kitu chenye kinahitajika na serikali tumetimiza, kwa sababu kama ni watoto kuweka NEMIS wako hapo, wanafanya mtihani, wanapita, na tuna wanafunzi wengi. Kijiji kinajivunia hii shule. Wanaleta wanafunzi, kuna wale wanaletwa na gari, kuna wale wanaletwa na pikipiki, kuna wale wanaletwa na wazazi tu. Ani kwa sababu ya yale masomo wanafunzi hao wanapata kwa hii shule, inabidi kila mtu ajivunie akishe mwanafunzi wake amepata nafasi. Tumeongea na mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Ikana, tunamshukuru sana. Aliamua kuchengea darasa 8, lakini mwanakandrasia amechukua muda sana bila kukamilisha huo mchengo. Kwa sasa ilitakana huo umekamilika, wanafunzi wanautumia, na hii vitu ya wanafunzi tungekuwa tumeka hata kwa hiyo madarasa, hazingeibiwa, zingekuwa ziko salama. Ndio shuku na wasiwasi tuko nayo kubwa, kwa sababu wazazi tayari wameitisha nafasi katika shule zao. Wanataka wanafunzi waache hapa, wanafunzi wa darasa la 7 tutakana wakuje darasa la 9 waache, lakini darasa mahali pa wanafunzi kusomea ni shida. Kwa hiyo tutaomba serikali watusaidie ili haya madarasa yakamilike, wanafunzi wapate mahali mwafaka pale wanaweza somea. Tunatumia vyoo sawa na wanafunzi, walimu na wanafunzi wanatumia vyoo sawa, lakini hiyo vyoo mpaka hata walimu wakikawana na wanafunzi havitoshi. Kulingana na maagizo ya Wizara ya Afya, hiyo vyoo havitoshi. Tumesitikika sana kwa shule yetu kuipiwa mchana wakati tulikuwa na mvua. Ilikuwa mwendo wa saa 10, saa 11 tulikuwa na mvua mingi, na wezi walipata nafasi ya kuingia kwa ofisi yetu, na tunasitikika sana wizi vile inafanyika mchana na watu wangali wanaona. Tikeka roughly ni takribani shilingi karibu 120,000 ile imepotea, na hatujui vile tutarikava, kwa sababu hatujapata mkao wa serikali kamili. Wazazi wenyewe ndio wanachikakamua ndio tupate hii material ya kusoma na vyakula vya wanafunzi. Hawa watu wanachukulia uzito, kwa sababu darasa zetu hazina ukuta maalum, ni za kutumika kwa muda, the temporal structures. Kwa hivyo wanachukua hiyo wakati, wametumia hiyo nafasi kukata mabati na kuingia kwa ofisi, wakaiba mahindi yetu, wakaiba maharakwe, mchele na sukari, vitabu vya wanafunzi vya kuandika ndani, vitabu vya wanafunzi vya kusoma, na vitu zingine zile hatuwezi tambua sasa, kwa sababu vimetapakaa, kila kitu imetapakaa ofisini, and we are wondering how long did it take, and during daytime. Indeed we are scared of the security. Usalama wetu tunahofia, kwa sababu kama tunaweza ibiwa mchana, hatujui na usiku tutafanywa namna gani. Na ni kwa vile tu tumeripoti hii kisa kwa polisi, polisi walikuja haraka, lakini hatujapata mshukiwa hata mmoja mpaka wa sasa. Kwa hivyo tutaomba serikali tusaidie kwa uchunguzi, kwa sababu wanafunzi wetu huenda wakakosa vitabu vya kutumia tunapofungua shule, vitabu vyao vya kuandika pia haviko, na vifaa vya mafunzo vile vimepotea, vitasumbua sana. Na shule yetu
iko na itati nyingi ya wanafunzi takribani 448, na pia tutaomba jamii shirikiane na askari ili kuwajuza ni nani hao wakora ambao wanasumbua kijijini. Kwa majina naitwa Boniface Makalasia, nikiwa mwenyekiti wa shirika la wazazi wa hii shule yetu ya Luanda Primary, na ni huzuni kubwa sana kwa maana kulingana na vile hali iko, ni kama shule yetu imesahaulika, ni kama hakuna mtu anakumbuka kuna shule inaitwa Luanda Primary School. Ukiangalia ofisi ya mwalimu mkuu na deputy wake inakaa kama zizi la ng'ombe. Sio ofisi na sio hata classes zinatakana zikue kwa wakati kama huu. Hii si ile era inatakana tukue na classes za mabati. Mtu anaweza vunja, anaingia kila mahali, anaingia mpaka ofisi ya mwalimu, wanaharibu kila kitu na hatujui walikuwa na nia gani. Sababu ukiangalia mahali vitabu zimerushwa chini, huwezi jua huyu mtu alikuwa anataka siri ya shule, labda kuna ile document pia alikuwa anatafuta kando na kuiba mali ya shule ambayo tunakisia ni kama ya zaidi ya 1,100, na tuko na shirika letu la maaskari kwa hii area. Na pia nataka kumuomba mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Ikana, tafadhali kumbuka shule yetu ya Luanda. Wakati unapeana scorecards kwa shule zingine mahali umewafikishia in terms of infrastructure, kumbuka Luanda iko wapi, sababu Luanda ndio shule ambayo inatakana ipewe kibao mbele. Wakati wa mvua wanafunzi wanahangaika sana, wakati wa jua wanafunzi wanahangaika sana, na mimi niko na wasiwasi huenda mwakani wazazi wanaweza amua kutoa wanafunzi wao kutoka kwa shule wapeleke kwa mashule jirani kama hali itaendelea kuwa vile iko. Naomba Mheshimiwa Ikana, tafadhali tumalizie kile classes ambazo zimestall. Wanafunzi wakikuja wakifungua mwaka Januari wasomee kwa hizo classes, sababu hata ni hatari sana kwa mabati zinakatwa wanafunzi kila mara, wanafunzi wanaenda nyumbani wamekatwa kila mara, wazazi wanahangaika kuwafulia wanafunzi uniforms kila mara, sababu mahali wanakaa si mahali pa binadamu kukaa. Vile nimesema ni kama zizi la ng'ombe, na shule yenyewe ni kama hata hakuna mtu anafanya follow up ya kujua kwa nini haipati capitation. Licha kwamba mwalimu anang'ang'ana, amesaini watoto kwa NEMIS, lakini hakuna kiongozi yote anafuatilia ajue ni kwa nini shule haipati capitation.